Ujambo na karibu mtazamaji wa Issa News mala popote ulipo, ili niweze kukupasha yale ambayo yamejiri humo nchini. Habari mbaya imeweza kuachiliwa kwa serikali ya Rais William Ruto wakati ambapo wabunge mbalimbali wanazidi kujadili suala nzima la ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, ambaye ni mwanachama wa chama cha ODM ambacho kinaongozwa na Raila Amolo Odinga, amekuwa miongoni mwa wajumbe kutoka mlengo wa chama hicho cha ODM kupinga miradi ya serikali ya Kenya Kwanza. Mbunge huyo wa Embakasi Babu Owino ameweza kupinga kuwekeza kwa fedha katika mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu ambao unasukumwa na serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto. Babu Owino akizungumza katika kikao cha kamati ya bunge ambayo inashughulikia mambo ya bajeti, ameweza kusema kuwa nyumba za bei nafuu sio shida ya Wakenya, na kwa hivyo ni vyema kukoma kutenga fedha kwa ujenzi wa nyumba hizo za bei nafuu na badala yake kutumia fedha hizo kusuluhisha matatizo ambayo Wakenya wanakumbana nayo. Babu Owino anasema kuwa matatizo ambayo yanakumba Wakenya kwa sasa sio kupewa nyumba na serikali za bei nafuu, bali Wakenya wanakumbana na matatizo chungu nzima kama vile kupata barabara nzuri, kuwekeza katika ununuzi wa madawa hospitalini, kushughulikia ukosefu wa kazi na hata gharama ya juu ya elimu. Ningependa kukuwekea sauti ya Babu Owino jinsi ameweza kuzungumza na kusema ni vyema tuweze kukoma kuwekeza fedha kwenye ujenzi wa nyumba, tuwekeze katika miradi ambayo itasaidia Wakenya, ambayo itafungua njia Wakenya kupata kazi, ambayo itafungua Wakenya kupata huduma zile muhimu ambazo wanahitaji. Akisema kuwa nyumba za bei nafuu sio jambo la serikali kupiana nyumba kwa wananchi wake, bali serikali inafaa kutengeneza njia ya Wakenya kupata huduma bora za afya na huduma zingine za muhimu. Hii ni sauti ya Babu Owino, mbunge wa Embakasi Mashariki. Chairman, I'm really agonizing with this issue of the affordable housing because the president is spending so much energy and time in it, and it might not create so much value, no value addition. So I therefore think that we should give the affordable housing 0 shillings. The issue of the affordable housing that we are pushing as one of the agenda items in this country, I noticed that it is not an issue of concern for Kenyans. The first issue of concern is, number one is high cost of living, then we have unemployment, then we have overtaxation, followed by high cost of education and high cost of medication. A house is a private good. It is not the responsibility of government to give her citizens private goods, but it is the responsibility of the government to do or to provide public goods such as roads, clean environment, and to encourage the consumption of merit goods like education and health. If we say that we want to take now close to over 300 billion in the affordable housing in the name of eradicating slums, don't you think, Chairman, that we are going to promote more slums in urban centers, because there will be rural-urban migration, people thinking that houses are being given in urban centers for free, and by the time they come and they want to settle in urban centers, they will be settling somewhere and creating more slums. We should invest in things like proper roads, or even construct an electric train that can move from here to Kisumu in 30 minutes. Then the people in Kisumu will be working in Nairobi and going back in the evening in 30 minutes. Or if you come from Garissa or Kiambu now, you'll be going for 2 minutes only if you use an electric train, so that we can save this money. And even if we have the mentality of providing jobs, we can provide jobs as we construct these roads. Hiyo ndio sauti ya mbunge huyo Babu Owino wa Embakasi Mashariki akisema kuwa inafaa tusitize kuwekeza katika mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji? Unaweza ukatupa comment hapo chini kwa comment section. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa sasa. Nitarejea tena baadaye kukupasha mengi zaidi jinsi tunavyozidi kuyapokea kwenye meza yetu ya habari. Nikushukuru kwa kuchukua muda wako kutazama kanda zetu
na pia kusubscribe kwenye channel, na iwapo bado huja subscribe na kwamba tuweze kuponyeza kidude ambacho kiko hapo chini kimeandikwa subscribe, na usisahau kengele ambacho kiko kando yake, ili punde tu tunapoweka kanda mpya kwenye mtandao huu tuweze kufahamishwa kwamba tumeweka kanda mpya na unaweza kuitazama. Pia unaweza ukatupa support kwa kushare kanda zetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp, ili tuzidi kujuza wengi zaidi. Pia usikose kutupa like ama a thumbs up. Asante na bye bye.